السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر Bismillahirrahmanirrahim. Hazur anasema Hazrat Umair alikuwa sahaba aliyeshiriki katika vita ya Badri. Baba yake anaitwa Abu Waqas. Aliuawa katika vita ya Badri katika Hijria 2. Hazrat Umair radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ndugu wa Hazrat Saad bin Abi Waqas na alikuwa miongoni wa wale waliosilimu mwanzoni. Mama yake alikuwa anaitwa Hamna binti Sufyan. Alikuwa katika kabila la Banu Zuhra. Kama nilieleza kwamba alishiriki katika vita ya Badri na pale aliuawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika Hazrat Umair na Hazrat Amr bin Maaz alifanya udugu. Wengine wanasema kwamba Hazrat Umair bin Abi Waqas na Hazrat Khubayb bin Adi hawa ni wawili ambao walifanyiwa udugu. Tukio la kuuawa kwake na kushiriki kwake katika vita ya Badri katika Sirat Khataman Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza tukio hili hivi kwamba baada ya kutoka katika Madina, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema wote wasubiri kidogo, na yeye aliangalia wanajeshi ni wangapi. Watoto wadogo ambao walikuja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shauku ya kwenda naye walirudishwa. Mdogo wa Saad bin Abi Waqas, Umair, pia alikuwa mtoto. Wakati aliposikia kwamba watoto wanaambiwa warudi, basi yeye akajificha, lakini hatimaye yeye alitafutwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamamuru yeye arudi. Kwa kusikia amri hii, Hazrat Umair akaanza kulia, na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona shauku yake ya hali ya juu alimruhusu kwamba yeye ashiriki katika vita ya Badri. Katika kitabu kingine cha historia habari yake imeelezwa kwamba Amr bin Saad anasimulia kwa kupitia baba yake kabla hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye
uchunguzi wa watu walioshiriki katika vita ya Badri, nilimkuta ndugu wa Hazrat Amr bin Saad bin Waqas alikuwa anajificha. Nikamuuliza, kwa nini unajificha? Akasema, mimi nina hofu isije Mtume sallam akaniona, kisha kwa sababu ya kuwa mimi ni mtoto ataniamuru kwamba mimi nirudi, lakini mimi nataka kushiriki katika vita, labda Mungu atanipatia daraja ya ushahidi. Wakati huyu alipopelekwa mbele ya Mtume sallam, Mtume sallam akamamuru kwamba yeye arudi kwa sababu yeye bado ni mtoto, lakini yeye akaanza kulia. Kwa sababu ya hii Mtume sallam akamruhusu yeye ashiriki katika vita ya Badri. Upanga wake ulikuwa mkubwa sana. Katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alitayarisha upanga wake kwa mkono wake. Hazrat Umar bin Abi Waqas alipouawa katika vita ya Badri, wakati ule umri wake ulikuwa miaka 16. Umri wa miaka 16 ulikuwa wa aina hii kwamba labda alikuwa mfupi, ndio maana Mtume sasa kumruhusu ashiriki katika vita ya Badri. Sahaba mwingine ambaye nataka kueleza ni Hazrat Utba bin Amir. Alikuwa sahaba Ansari, alikuwa mtoto wa Amir bin Hadida. Alifariki wakati wa uhalifa wa Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu. Mama yake alikuwa anaitwa Zainab binti Amr, mke wake anaitwa Hazrat Umme Amr, na alikuwa na binti moja Umme Jamil. Alishiriki katika Baite Akba Ula na Sania. Alikuwa miongoni wa maswahaba 6 ambao walisilimu, walimwamini Mtume sallallahu katika Maka. Na kabla ya siku ile kulikuwa hakuna mtu mwingine ambaye alisilimu katika watu wa Ansar. Kwa kueleza tukio la kusilimu kwake, katika Sirat Khataman Nabiyyin imeandikwa katika mwaka 11 wa unabii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na watu wa Madina. Mtume sallam akawauliza kuhusu mababu zao. Ilijulikana kwamba hawa ni kutoka katika kabila Banu Khazraj na wamekuja kutoka Madina. Mtume sallam akawahutubia na akawaambia kwamba, je, mnaweza kunisikiliza? Wakasema ndio, sisi tupo tayari kukusikiliza, basi ueleze unataka kusema nini. Mtume sallam akakaa na akawaalika katika Islam na akawasomea aya za Qur'an tukufu na akawaambia kuhusu ujumbe wake. Hawa watu wakaanza kuona kwa wenzao na wakasema, sasa ni nafasi isije ikatokea kwamba Mayahudi watangulie kutoka sisi. Kwa hiyo kwa kusema hiyo wote 6 walisilimu. Walikuwa hawa: Abu Umama bin Asad Zurara alikuwa katika Banu Najjar na alitangulia katika kusilimu, na sahaba mwingine pia alikuwa katika familia ya Mtume sallam, na Rafi pia alisilimu katika hawa maswahaba. Mtume sallam alimpatia Qur'an tukufu, ilikuwa imeteremka wakati ule. Ukba bin Amir alikuwa katika Bani Salama, na Jabir bin Abdullah alikuwa katika Bani Usaid. Hawa watu 6 baada ya kusilimu wakamwaga Mtume sallam na wakasema kwamba watu wanaopiga vita, sisi tunasumbuliwa sana na sisi hatuelewani. Sisi baada ya kurudi Madina tutawahubiri watu wetu.
huenda kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam Mungu atafanya mpango na sisi tutajumuika na tutakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo hawa baada ya kusilimu wakarudi katika Madina na wakaanza kuhubiri na watu wakaanza kujua kuhusu Islam. Kwa sababu ya Islam ikhtilafu na tarafu na ikhtilafu ilikuwa inapatikana ikaondoka na umoja ukapatikana, na hawa watu walikuwa maadui wakawa kama ni ndugu. Hazur anasema katika hutuba iliyopita nilieleza kwamba hawa kwa sababu kuwa ndugu maadui walikuwa wakipata shida na walitaka kuleta ikhtilafu katika watu hawa, lakini kwa sababu ya malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa tena kama ni ndugu na mfarakano wote uliondoka. Hazrat Qutba alikuwa mtu wa kurusha mishale vizuri. Alishiriki katika Badri na Uhud vile vile katika vita ingine pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita ya Uhud alipigana na maadui kwa ujasiri sana na alipata majeraha 9. Wakati wa ushindi wa Maka alipewa bendera ya Banu Salama. Katika vita ya Badri Hazrat Qutba alikuwa anatangulia hivi kwamba akaweka mawe mawili na akasema mimi sitakimbia mpaka mawe haya yakimbie, yani akaweka shati kwamba mimi sitaacha uwanja, nitaendelea kupigana na makafiri. Ndugu yake Yazid bin Amir ambaye pamoja na sahaba 70 alishiriki katika Akba. Hadi Yazid alishiriki katika Badri na Uhud na watoto wake walikuwa wakiishi katika Madina na Baghdad. Abu Hatim anasimulia Hazrat Qutba bin Amir wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alifariki. Ibn Habban anasema kwamba wakati wa khalifa Hazrat Usman alifariki. Sahaba watatu nataka kueleza kuhusu maisha yake ni Hazrat Shujaa bin Wahab, alikuwa mtoto wa Wahab bin Rabia, alifariki katika vita ya Yamama. Alikuwa anaitwa Shujaa bin Abi Wahab. Familia yake katika alikuwa mwenzake Banu Abd Shams. Alikuwa mtu nyembamba sana na alikuwa na nywele sana. Hazrat Khubayb ni katika wale maswahaba ambao walimpokea mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni, na mwaka 6 wa kuwa nabii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alihama kutoka Maka na alihamia Habsha. Baadaye kwa kusikia habari hii kwamba watu wa Maka wamerudi, Hazrat Shujaa akarudi. Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru masahaba waende Madina. Yeye pia pamoja na ndugu yake wakaacha Maka na akahamia Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya Hazrat Aus kwa kuwa ndugu wa Hazrat Shujaa wakati wa Muakhat. Hazrat Shujaa katika Badri na Uhud na vile vile katika vita yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kupata miaka 40 katika vita ya Yamama alifariki. Baada ya kurudi kutoka ghazwa Hudaybiyah mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaandikia barua wafalme wengi. Hazrat Abdurrahman anasimulia radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alisimama kwa ajili ya kutoa hutuba juu ya mimbari. Baada ya kumtukuza Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nataka kuwatuma masaba kadhaa kwa wafalme, nyinyi umsifanye ihtilafu nami kama wana wa Israeli walifanya.
wale muhajirin wakasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi hatutafanya ikhtilafu nawe basi ututume. Kwa hiyo maswahaba waliochaguliwa kwa ajili ya kuwatuma kwa wafalme miongoni wa hawa Hazrat Shujaa bin Wahab pia alikuwa mmoja wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam Haris bin Mtume sallam alimtuma kwa Haris na jina lake alikuwa Munzir bin Haris. Kwa yoyote Mtume sallam alituma barua, na katika barua ile Mtume sallam aliandika bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Haris ibn Abi Shami salamun ala man ittabal huda wa amanna billahi wa saddaqa fa inni aduka an tu'mina billahi wahdahu la sharika. Maana tafsiri yake ni hii kwamba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam natoa salamu kwa yule ambaye anafuata mwongozo na anamwamini Mwenyezi Mungu na anasadikisha. Bila shaka mimi nakualika umwamini Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja na hana mshirika. Kwa ukiamini basi utawala wako utasalimika. Hal Shujaa anasema mimi nikachukua barua hii kutoka kwa Mtume sallallahu mpaka nikafika karibu na nyumba ya Haris, nikakaa kule siku mbili, sikuweza kuingia ndani. Hatimaye yule mtu ambaye alikuwa kiongozi mkurugenzi pale mlangoni, nikamwambia kwamba mimi nimekuja kwa kuwa mwakilishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mlinzi akasema, au yule mkurugenzi au mlinzi akasema kwamba huyu kiongozi atatoka siku fulani nje ya nyumba yake, wewe huwezi kukutana naye kabla ya siku ile. Hazrat Shujaa anasema kwamba baadaye huyu mkurugenzi akaanza kuniuliza kuhusu Mtume sallam na kuhusu barua yake. Mimi niliendelea kumwambia maelezo yote, na yeye akapata athari sana kwa sababu ya maelezo yangu, na akaanza kulia kukusikia maelezo. Yani yule mlinzi, yule mkurugenzi akaanza kulia kusikia maelezo yangu. Baadaye huyu akasema kwamba mimi nilisoma katika Injili kwamba maelezo yake yatakuwa sawa na maelezo ulioeleza, lakini nilikuwa nafikiria atakuja katika Syria, lakini sasa mimi nimejua kwamba yeye amekuja katika Karaz, yani katika maeneo ya Yemen. Mimi namwamini huyu mtume. Yani yule mkurugenzi akasema mimi namwamini huyu mtume na mimi namsadikisha kwamba yeye ni nabii, lakini mimi naogopa kutoka kwa Haris, yeye ataniua. Yani yeye akaeleza hofu yake kwamba yule kiongozi wangu, kiongozi wa eneo hili, akijua mimi nimesilimu ataniua. Anasema baada ya siku ile yule mlinzi akaanza kuniheshimu sana na akaanza kuongea nami vizuri. Aliendelea kunipatia habari kuhusu Haris, na alikuwa akikata tamaa kuhusu Haris kwamba Haris bin Abi Shimr anamwogopa kutoka mfalme Kaisar, kwa sababu yeye alikuwa kiongozi chini ya ufalme wake. Hatimaye siku moja Haris akatoka nje katika nyumba yake na alikuwa amevaa taji. Mimi nikapewa ruhusa ya kwenda mbele yake. Mimi nilimwendea na nilimpatia barua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasoma barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akatupa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akapata ghadhabu sana na hasira, na akasema ni nani ambaye anaweza kuianganya ufalme wangu? Mimi mwenyewe namwendea kwa kupigana naye, hata kama yeye anaishi katika Yemen. Mimi nitamwendea na nitamwadhibu. Yeye akasema kwamba wanajeshi wajiandae, sisi tutamfuata huyu mtu ambaye ametuandikia barua. Yani yeye akasema kwamba yule aliyeniandikia barua mimi nitamshambulia. Baadaye Haris bin Abi Shimr mpaka usiku aliendelea kukaa kule na watu waliendelea kuja mbele yake. Kisha baadaye akawatayarisha wenye farasi.
na akaniambia kwamba umwambie kiongozi wako habari yote ya hapa. Baadaye huyu kiongozi akamwandikia barua Kaisar, yani akatuma mwakilishi wake kwa mfalme Kaisar na akamwambia kuhusu barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume ameandika barua yana hii. Kaisar alipokea barua hii ya Haris wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kwa ameshamtumia barua kwa kumpitia Dahia Kalbi. Kaisar akasema kwamba usimshambulie huyu nabii na usipigane naye. Wakati Kaisar Haris alipopata barua hii ya Kaisar, akamuita Hadrat Shujaa ambaye alikuwa pale bado, akamuuliza unarudi lini? Hadrat Shujaa akasema mimi narudi kesho. Basi yule kiongozi akasema huyu apewe dhahabu miskal 100. Na yule mkurugenzi akamjia na akampatia mawazi na fedha kiasi fulani, na akasema, yani yule kiongozi, yani yule mkurugenzi na mlinzi akasema kwamba tafadhali umsalimie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umwambie kwamba mimi nimemwamini na mimi nimekuwa mfuasi wake. Hadrat Shujaa anasema baadaye mimi nilipomjia mtume sallallahu alaihi wasallam, niliporudi kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Haris. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maelezo akasema huyu ameangamia, yani ufalme wake utaangamia. Kisha nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mkurugenzi wake, mlinzi wake alikuwa anaitwa Muri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia habari yake akasema kwamba huyu mkurugenzi amesema kweli. Hadrat Sahib Mirza Bashir Ahmad Sahib kwa kupata taarifa kutoka katika vitabu mbalimbali ameeleza hivi, anaandika barua 5 ya tabligh, barua 5 ya mahubiri mtume sasema alimwandikia Haris bin Shimr. Eneo hili ilikuwa karibu na Arab upande wa kaskazini. Wakati Hadrat Shujaa bin Wahab alipofika kule katika eneo la yule kiongozi aitwaye Haris bin Shimr, ye alikuwa anafanya maandalizi kwa ajili ya shamra za ushindi wa mfalme Kaisar. Shujaa bin Wahab kabla ya kukutana na Haris alikutana na mlinzi wake. Yule mlinzi wake alikuwa mtu mzuri. Yeye kwa kupata taarifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaamini. Hadrat Shujaa akakaa kule kwa siku kadhaa, kisha baadaye tukio lile lilitokea, na baadaye Hadrat Shujaa akapata nafasi ya kwenda kwa yule kiongozi Haris na akampatia barua, lakini Haris kwa kusoma barua akatupa kwa hasira sana, na si kwamba akatupa barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alisema yeye atamshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wanajeshi wajiandae. Na baadaye huyu Haris alimwandikia barua mfalme wake Kaisar kwamba mimi niko tayari kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mfalme wake Kaisar akasema usimshambulie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akasema ukutane nami katika Elia, yani akamuita yule kiongozi Haris. Kwa hiyo mambo haya yote yalikwisha hivi. Katika historia inapatikana hivi kwamba katika Madina kwa muda fulani ilikuwa hofu kwamba kabila la Visani dhidi ya Waislamu watashambulia kwa sababu ya tishio. Katika Hijria 8 Rabiul Awwal mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa kwamba tawi la Banu Hawazan wanajiandaa kwa ajili ya kupigana na Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hadrat Shujaa pamoja na maswahaba 24, yani wale walikuwa maadui walikuwa tayari kuwashambulia Waislamu hawa Banu Amr.
na wale maadui walikuwa katikati ya Madina, na Hazrat Shujaa alikuwa anasafiri usiku pamoja na wenzake, na mchana alikuwa akijificha, na asubuhi alifika katika kabila la Banu Amir. Wale watu kwa kuona Waislamu kadhaa wakapata hofu, ingawa walitoka kwa ajili ya kuwashambulia Waislamu, lakini kwa kuwaona hawa Waislamu wakapata hofu, na kwa kuacha vifaa vyao wakakimbia. Hazrat Shujaa akawaambia wenzao kwamba msiwafuate hawa maadui ambao wanakimbia, na akasema kwamba basi sawa na utaratibu wakati ule, akasema kwamba mkusanye mali yao, yani mbuzi na vitu vingine. Na mali hii ilikuwa nyingi kiasi hiki kwamba kila aliyeshiriki alipata ngamia 15, na vile vile walipata vifaa vingine. Yani wale maadui walikuja na vifaa vya kila aina, walikuwa tayari, walijiandaa vizuri kuwashambulia Waislamu. Ndio maana hawa Waislamu walioshiriki katika tukio hili walipata vifaa vingi. Na sahaba mwingine ni Hazrat Shimas. Nimeshawahi kueleza kuhusu huyu katika hutuba fulani. Katika vita ya Uhud Hijria 3 alifariki. Jina lake lilikuwa Usman, lakini lakabu ilikuwa Shimas, na kwa lakabu hii alikuwa katika Banu Makhzum, na katika mwanzo wa Islam alisilimu. Habrat ibn Hisham kwa kueleza sababu ya Shimas ameandika, Shimas jina lake ni Usman, na sababu ya kuitwa Shimas ni hii kwamba kiongozi wa Kristo, kiongozi wa Kristo anaitwa Shimas. Alikuja Makkah na alikuwa mtu mzuri sana. Kwa kuona uzuri wake watu wa Makkah wakashangaa. Utba bin Rabia alikuwa mjomba wa Usman, na akasema mimi nitawaonyesheni kijana mzuri zaidi kuliko huyo kiongozi. Kisha akamleta huyu mtoto Hazrat Usman. Tangu siku ile akaanza kumuita Shimas, na sababu ya kuitwa Shimas inaeleza hii pia kwamba Shimas alikuwa anaitwa kwa sababu ya rangi ya uso wake, yani kama anafanana na jua, rangi yake inafanana na jua. Hazrat Shimas bin Usman na mama yake Safia binti Rabia walihamia Habsha. Mama wa Hazrat Shimas, Sheba na Utba walikuwa viongozi wa Makkah ambao waliuawa katika Badri. alikuwa dada yao. Hazrat Shimas bin Usman wakati wa kurudi kutoka Habsha alihamia Madina. Hazrat Shimas bin Usman baada kuhamia Madina alikaa kwa Mubashir bin Munzir. Said bin Musayyib anasema Hazrat Shimas bin Usman kabla ya kuuawa katika vita ya Uhud alikuwa akikaa kwa huyu sahaba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alifanya udugu baina yake na baina ya Hazrat Hanzala. Mtoto wa Hazrat Shimas anaitwa Hazrat Abdullah. Mke wake alikuwa anaitwa Habib binti Said, na alikuwa miongoni wale wanawake waliohamia manzoni. Alishiriki katika Badri na Uhud, na katika vita ya Uhud alipigana na makafiri kwa ujasiri sana. Mtume sallallahu akasema nilimkuta Shimas bin Usman kama ni ngao. Mtume sallallahu alipokuwa akiona kulia au kushoto alikuwa akimkuta Hazrat Shimas pale. Yeye alikuwa anapigana kwa kutumia upanga wake mpaka Mtume sallallahu aliposhambuliwa alizimia. Hazrat Shimas radhiyallahu ta'ala anhu akajiweka mbele ya Mtume sallallahu kama ni ngao mpaka alipata majeraha sana, na katika hali hii aliletwa Madina na bado alikuwa na uhai. Aliletwa kwa Hazrat Aisha. Hazrat Umm Salama akasema, je, huyu kazani yangu atapelekwa kwa mtu mwingine badala ya mimi? Mtume sallam akasema huyu umpeleke kwa Hazrat Umm Salama. Huyu alipelekwa kwa Umm Salama, na katika nyumba yake alifariki kwa sababu alikuwa na majeraha. Kisha kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya Uhud alizikwa katika mawazi yake.
yani wakati alipoletwa Madina alipokuwa na majeraha aliishi siku moja na usiku moja na yeye hakula kitu chochote. Wakati ule alikuwa na udhaifu sana, yani hata yeye alikuwa ameezimia na alikuwa hawezi kula kitu chochote. Na wakati alipofariki umri wake ulikuwa miaka 34. kisha kuna sahaba mwingine aitwaye Abu Abs bin Jabar. baba yake alikuwa anaitwa Johod. alifariki katika hijiria 34 wakati ule umri wake ulikuwa miaka 70. jina lake hasa ilikuwa Abdurrahman na lakabu ilikuwa Abu Abas. alikuwa katika kabila la Banu Harisa. wakati wa ujahili alikuwa anaitwa jina la Abdul Uzza. mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha jina lake na akampatia jina Abdurrahman, yani Uzza ilikuwa sanamu, ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha jina lake na alimpatia jina Abdurrahman. alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita yote. maswahaba waliemuua Ka'b bin Ashram Yahudi alikuwa miongoni wa wale maswahaba waliemuua Hazrat Hunas. na kati ya huyu sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya udugu katika hijiria 34 katika umri wa miaka 70 alifariki. alikuwa na watoto wengi sana. Hazrat Usman aliongoza jeneza yake na katika Jannatul Baqi alizikwa. kuhusu Abu Habs imeelezwa kwamba kabla ya Islam alikuwa anajua kuandika Kiarabu, ila hali wakati ule katika nchi ya Arabu watu walikuwa hawaandiki sana. wakati aliposilimu alivunja masanamu ya makafiri. Hazrat Umar na Hazrat Usman alikuwa akimtuma kwa ajili ya kukusanya mali, yani alipewa jukumu la kukusanya mali. wakati wa ujahili Hazrat Abu Abbas alikosa jicho, yani alikuwa hawezi kuona. mtume sasa alimpatia fimbo na maana yake ni hii kwamba wakati unapotoka nje unaweza kutumia fimbo hii na itakusaidia kutembea nje. na maana yake ingine ni kwamba katika saa ile, katika fimbo ile nuru inatoka na unaweza kuona. hata inaelezwa kwamba maswahaba kadhaa wanasema kwamba katika fimbo ile nuru ilikuwa inatoka, mwanga ilikuwa inatoka na ilikuwa inatembea. hata maswahaba wengine walioenda nje wao pia wanasema kwamba walipewa fimbo na katika fimbo ile mwanga ulitoka na waliendelea kutembea usiku. mtoto Hazrat Abu Habs anaeleza Hazrat Abbas alikuwa akiswali swala pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. baadaye alikuwa akienda katika kabila lake Banu Harsa. usiku moja mvua ilikuwa inanyesha, alikuwa anaelekea nyumbani kwake. katika fimbo yake mwanga ukaanza kutoka na hivi akapata mwanga njiani na akafika nyumbani vizuri. Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa huyu anaumwa alikuja kumuona, alikuwa amezimia. alipopata ufahamu kidogo Hazrat Usman akamwambia, wewe unajionaje? akasema mimi najiona mimi nipo katika hali nzuri, isipokuwa mimi nilipoteza kamba moja tu na nilipoteza na mimi sikuweza kutafuta kamba ile. yani yeye alikuwa akikusanya sadaka na mali na anasema kwamba katika sadaka ile mimi kwa bahati mbaya nilipoteza kamba moja na sikuweza kutafuta kamba lile. yani hali uaminifu wake ilikuwa ya aina hii kwamba alipoteza kamba moja ya kufunga ngamia, na kwa sababu ya tukio hili alikuwa akihuzunika sana. na wakati wa kufa kwake pia alikuwa anafikiria sana kuhusu kamba lile, kwamba isije kamba hili iwe imtihani kwa ajili yake siku ya kiyama. huzuru anasema hawa ni watu ambao walikuwa na haufu ya aina hii na walikuwa na imani ya aina hii. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kulikuwa hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa
akifanya haraka kusali swala ya alasiri. Mtume sasema alikuwa akiswali swala ya alasiri haraka, na mansar wawili walikuwa mbali sana katika msikiti wa mtume, na moja alikuwa abu lubaba na mwingine alikuwa abu munzir. Hawa walikuwa katika bani amr bin auf, na mtu mwingine alikuwa Hazrat abu abbas ambaye alikuwa katika banu amar. Nyumba yake ilikuwa katika banu harsa. Hawa wote wawili walikuwa wakiishi mbali sana katika msikiti wa mtume sallam. Hawa masahaba wote walikuwa wakiswali sala pamoja na mtume sallam, na walipokuwa wakirudi katika watu wao, wakati ule wale watu walikuwa hawaswali swala la asiri mpaka walikuwa wakisubiri ili waongoze swala. Yani wao walikuwa wakitembea haraka sana, na kabla ya kuisha wakati wa swala ya asiri walikuwa wakiswali, walikuwa wakifika kule katika watu wao. Hazrat Abdullah bin Abbas anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule mtu ambaye amefanya miguu yake ipate vumbi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu ameharamisha moto kwa ajili yake. Yani wale wanafanya jihadi katika njia ya Mungu, wale watu ambao wanafuata njia ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, hawa ni watu ambao moto wa jahanamu hautagusa. Kisha wale watu ambao kwa ajili ya mahubiri wanatembea, na kisha wale watu ambao kwa mbali wanakuja kusali swala, hawa watu wote ni miongoni mwa wale watu ambao kuhusu hawa watu Mungu anasema Mungu ameharamisha moto kwa ajili ya hawa watu wote. Kisha kulikuwa sahaba mwingine Hazrat Abu Akil bin Abdullah, alikuwa Ansari. Abdullah alikuwa baba yake, alifariki katika hijiria 12 katika vita ya Yamama. Jina lake lilikuwa Abdurrahman, jina lake la zamani lilikuwa Abdul Uzza. Wakati aliposilimu mtume sallam alimpatia jina Abdurrahman. Alikuwa katika kabila Banu Hunayf. Alikuwa lakabu yake ni Abu Akil. Katika vita Badri, Uhud na vita ingine yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika uhalifa wa Abubakar, vita ya Yamama, alifariki. Jinsi ya kusilimu imeelezwa hivi, tukio la kusilimu imeelezwa hivi: mtume sallam alihama kutoka Maka na alihamia Madina. Siku moja kijana mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, akasilimu na akafanya bayati ya mtume sallam, na akaeleza chukio lake kuhusu masanamu. Wakati ule mtume sallam akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, jina langu ni Abdul Uzza. Mtume sallam akasema, hapana, kuanzia leo jina lako litakuwa Abdurrahman, si Abdul Uzza. Yeye akakubali na akasema, mimi kuanzia leo si Abdul Uzza bali ni Abdurrahman. Katika mababu zake alikuwa mtu mmoja Abu Irasha, kwa sababu hii anaitwa Irashi. Alikuwa miongoni mwa wale maswahaba ambao wakati mtume sallallahu alipokuwa akitoa amri ya kutoa sadaka, hawa watu walikuwa wakifanya kazi usiku mzima, na yoyote walikuwa wakipata walikuwa wakitoa sadaka. Katika Bukhari kuna riwaya iliyosimuliwa Hazrat Abu Masud anasema, tulipopewa amri ya kutoa sadaka, wakati ule tulikuwa tukifanya kibarua usiku. Hazrat Abu Akil alichukua nusu ya ujira aliyopata. Wanafiki wakasema kwamba huyu mtu mwingine ambaye ametoa sadaka amefanya kwa ajili ya kuonyesha wengine. Wakati ule aya hii ilishuka, ambamo Mwenyezi Mungu amesema, yani hawa ni wanafiki ambao wanafanya dhihaka juu ya wale ambao wanatoa sadaka. Hawa wanafanya juhudi, lakini wanafiki wanafanya dhihaka. Mungu atawaadhibu hawa wanafiki na watapata adhabu imizayo.
hawa maswahaba walikuwa wakifanya kazi kwa njia mbalimbali ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mungu kwa kupokea juhudi yao, Mwenyezi Mungu aliwasihi watakaokuja baadaye wafuate nyayo zao. Alama Ibn Hajar Askalani anaeleza tukio hili hivi: Hazrat Abu Akil anaitwa Sahibu Sahib. Tukio lake ni hivi: Hazrat Abdurrahman bin Auf akaleta mali yake nusu. Mtu mmoja miongoni wa Ansar Abu Akil akaja mbele na akasema, ya Rasulullah, usiku mzima niliendelea kufanya kibarua na nilipata saa 2. Saa moja nimeweka kwa ajili ya yumbani, watu wa yumbani, na saa moja ya tende nimeleta hapa. Yani nusu nimeweka yumbani kwa ajili ya watoto na nusu nimekuletea. Wanafiki wakasema, Allah na mtume hawahitaji mali ya Abu Akil. Mungu ni ghani na mtume ni ghani, hahitaji vitu hivi. Mungu akasema, allazina yalmazuna almutawwiina min almu'minina fi sadaqati wallazina, yani hawa ni wanafiki ambao wanafanya dhihaka juu ya wale wanaotoa sadaka, na hawa wanaotoa sadaka wanafanya juhudi. Huyu alikuwa sahaba Ansari ambaye alimshambulia Musalma Kanzab. Siku ya mama Hazrat Abu Akil alipata majiraha, alipigwa mkuki, lakini kwa sababu ya mkuki hakufariki. Mkuki ulitolewa na kwa sababu ya hii alipata udhaifu. Kisha aliletwa katika hema. Wakati vita ilipoanza na Waislamu walishindwa, hata Waislamu waliendelea kurudi nyuma, hata walitoka katika hema yao. Wakati ule Abu Akil alikuwa na majeraha sana. Yeye alisikia sauti ya sahaba moja ambaye alikuwa anasema kwamba mtegemee Mwenyezi Mungu na muwashambulie maadui tena. Na huyu aliyekuwa anatangaza alikuwa anaenda mbele ya watu wote. Wakati ule maansar walikuwa wanasema kwamba mtutenge sisi Ansar. Kwa hiyo Ansar wote wakajumuika sehemu moja, na lengo lake lilikuwa hili kwamba hawa watapigana kwa juhudi na kwa kuwa kitu kimoja, na hivi Waislamu wengine pia watapata ujasiri na watapata nguvu. Hazrat Abdullah bin Umar anasema Hazrat Abu Akil alikuwa na majeraha sana, na yeye akasimama. Nikamwambia, ewe Abu Akil, kwa nini umesimama? Unataka nini? Wewe huna nguvu ya kupigana na makafiri. Akasema, huyu mnadi ametaja jina langu. Akasema, huyu anawaita Maansar, si wale ambao ni majeraha, na anawaita wale ambao wanaweza kupigana na makafiri. Hazrat Abu Akil akasema, amewaita Maansar. Hata kama mimi nina majeraha, lakini mimi pia ni miongoni wa Ansar, kwa hiyo mimi lazima nitamwitikia hata kama mimi naenda kwa kutumia magoti. Hazrat Ibn Umar anasema Hazrat Abu Akil akajikaza na akashika upanga, kisha akaanza kutangaza, enyi Ansar, muwashambulie makafiri tena. Kwa hiyo Maansar wakajumuika. Kisha Waislamu wakawaelekea maadui na wakapigana nao kwa nguvu sana mpaka maadui wakakimbia. Hazrat Ibn Umar anasema, nilimwona Hazrat Abu Akil kwamba mkono wake ulikatika na katika mwili wake ulikuwa majeraha 14, na kila jeraha ilikuwa kubwa sana. Na wakati ule Musalma aliuawa, yani yeye pia alikuwa ameuawa pale. Hazrat Abu Akil alikuwa na majeraha sana na alikuwa bado akufa. Nikamwambia, ewe Abu Akil? Akasema, labbaik. Akauliza, nani amepata ushindi? Nikasema kwamba Waislamu wamepata ushindi. Kisha nikasema kwa sauti ya juu kwamba Musalma kadhaa pia ameuawa. Kwa kusikia hii, yeye akamtukuza Mwenyezi Mungu
na akafariki. Mwenyezi Mungu amrehemu. Hazrat ibn Umar anasema baada ya kurudi Madina nikamwambia Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu Abu Wakil. Hazrat Umar akasema Mungu amrehemu, yeye alikuwa akiomba auawe katika njia ya Allah, na yeye alikuwa miongoni mwa maswahaba wazuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alisilimu wakati wa mwanzo wa Islam. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya hawa maswahaba wote. Hazur anasema baada ya swala nitajaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya Maulana Abdul Aziz Sadiq Saheb wa Bangladesh. Tarehe 26 wa Julai 2018 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika wakati alipokuwa katika shule ya msingi alienda Qadian na alipata nafasi kukaa na maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati nchi ya Pakistan ilipopatikana, wanafunzi waliambiwa warudi katika nchi yao, kwa hiyo akaja Bengal. Ni yeye kutoka Calcutta akaenda Delhi. Wakati ule singa na mabaniani walikuwa na shangaa kwamba katika hali hii namna gani huyu amesafiri, lakini akafika Delhi. Kisha yeye wakati mpango wa kumtuma ulifanywa na alitumwa Bengal. Yeye alifanya course ya Jamiatul Mubashirin, alipata degree ya shahid. Kisha katika Punjab University na Peshawar University alifanya degree ya Maulvi Fazil. Kisha katika Pakistan Faisalabad Jamaat ya Samundri alitumikia jumuiya. Baadaye alipelekwa Bengal Mashariki. Halifa watatu rahimahullah taala aliunda kamati ya kufasiri Qur'an tukufu katika lugha ya Bangla. Maulana Abdul Aziz Saheb pia alikuwa miongoni wa hawa waliochaguliwa kwa ajili ya kufasiri Qur'an tukufu. Mwali Muhammad Amir Bangali pia alikuwa pamoja naye, kwa hiyo aliishi Rabo kwa ajili ya kazi hii. Baadaye 1979 alitumwa Dhaka kwa ajili ya kazi hii na aliendelea kufanya kazi hii peke yake. Na wakati wa karne ya sherehe ya karne ya jumuiya aliweza kumaliza tafsiri ya Qur'an tukufu. Aliwahi kuitumikia jumuiya katika jamaata mbalimbali. Alifanya kazi ya malezi na mahubiri, na alipigwa na maadui mara chungu mzima, na alifungwa gerezani pia 1992 katika msikiti maadui waliposhambulia. Wakati ule aliendelea kupigana na maadui, na yeye alipata majeraha sana wakati ule. Ameacha nyuma yake mke na mabinti watatu na watoto wa kiume wawili na wengi wajukuu wengi, na mabinti zake wanaishi katika Bangladesh. Mtoto wake mmoja anaishi katika Amerika na mmoja anaishi katika Uingereza, na anafanya kazi katika MTA. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu, na Mungu awajalie watoto wake pia waweze kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni Muhammad Zarfullah Saheb Shahid Ibn Basharat Ahmad Saheb Sayyid Wala Nankana Saheb. Tarehe 29 wa August wakati wa sala ya Maghrib majambazi walishambulia duka lake na wakampiga risasi, na kwa sababu hii akafariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maelezo yake ni hivi kwamba majambazi 6 wakaja na silaha na wakaja na pikipiki. Alikuwa na duka la dhahabu. Wale majambazi wakaingia katika duka lake na wakachukua mali yote ilikuwa ndani ya duka, na wakaanza kupiga risasi, na hata mtu mmoja ambaye alikuwa anatembea nje yeye pia alifariki. Wakati hawa majambazi walipokuwa wananyang'anya
walipochukua mali yote ya duka. wakati ule wakapiga risasi 3, na kwa sababu hii alifariki. katika duka lake walikuwa watu wengine pia, lakini wale majambazi walimlenga Zafrullah Saheb kwa sababu alikuwa mwanajumuiya. kwa hiyo kwa kumlenga walipiga risasi. marehemu alikuwa mwenye tabia nzuri na hulka njema na mwenye karamu sana. kwa sababu hii watu wengi walikuja kwa ajili ya rambirambi, na washukuwa na jumuiya wapi walikuja. alikuwa akipenda sana jamaat, na alikuwa aliitikia kila amri ya uhalifa. alikuwa akiswali swala kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. alikuwa musi, alikuwa anatumikia jumuiya kwa kuwa katibu wa taalim katika Sayyid Wala. umri wake ulikuwa miaka 30. miaka 2.5 iliyopita alioa na ana mtoto mmoja. jina lake ni Abu Talha. ameacha mke, mtoto na wazazi na ndugu mmoja na dada 5. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu awajalie subira hawa watu wote wa familia yake, na Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuendeleza mema yake. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.